Wakati wa baridi nyembamba ya jiji la Moscow, alfajiri ikikatiza anga kwa miale hafifu ya dhahabu, ndege ya serikali ya Irani ilitua taratibu katika uwanja wa ndege wa Vukov. Milango ilipofunguliwa, hewa ya Urusi ilikutana na hatua thabiti za mtu aliyebeba ujumbe mzito kuliko mizigo yote iliyoshushwa katika ndege hiyo, kwani ilimshusha makamu wa kwanza wa rais wa Iran, Mohammad Reza Aref. Huyu hakuwa tu kiongozi anayefika kuhudhuria mkutano wa aliyekuwa balozi wa matumaini, msaliti wa hofu, na mjumbe wa Asia inayoinuka tena na leo mbele ya kamera ya dunia. Alitoa maneno yaliyojenga ukuta wa matumaini wa kizazi kinachoshuhudia mabadiliko mapya ya kijiografia, akisema ushirikiano ndani ya shirika la ushirikiano la Shanghai SCO ni msingi wa amani, urafiki na uthabiti, alisema Aref kwa sauti tulivu lakini iliyojaa uzito wa Umoja wa Mataifa. Aref akizungumza mbele ya wanahabari alikumbushia kwamba wanachama wa SCO sio tu washirika wa leo, bali ni mataifa yaliyounganishwa na utamaduni, mila na ustaarabu wa kale uliojenga bara la Asia, na hapa namnukuu, kutokana na kina cha tamaduni zetu, SCO ndio umoja bora zaidi katika eneo hili kwa kupanua ushirikiano, alisema, akitoa kauli iliyopokelewa na vichwa vya wanahabari kama nyundo ya busara iliyoangukia kwenye meza ya majadiliano ya dunia. Tangu Irani iingie rasmi SCO mwaka 2023, Aref anasema mlango wa ushirikiano umefunguka kwa upana ambao haujawahi kushuhudiwa. Inaonekana zama za kutengwa zinayeyuka na sasa ni kipindi cha kujenga madaraja, sio maboma. Tunatarajia mchakato huu kutufikisha kwenye mazingira bora sana kwa maslahi yetu, kwa maslahi ya taifa ya eneo, na kwa amani na urafiki miongoni mwa mataifa ya dunia, aliongeza mzalendo huyo. Ni kauli iliyobeba hisia mbili, ikiwemo ya matumaini na ya onyo kwa wale wanaodhani Asia itaendelea kuwa mtazamaji badala ya mchezaji mkuu, kwani safari yake ya Moscow si ya kutembelea tu, ni mwendelezo wa safari ndefu ya kidiplomasia. Ataonana na mwenyeji wake waziri mkuu wa Urusi, Mikhail Mishustin, na pia kukutana na viongozi wengine wengi kutoka nchi wanachama wa SCO. Katika mikutano hiyo si maneno tu yatakayozungumzwa, bali ni mustakabali wa ushirikiano wa kijamii, kiuchumi, kisiasa na kimkakati, na mipango itakayochorwa sura mpya ya bara la Asia katika ramani ya dunia. Moscow imekuwa uwanja wa tukio jipya katika anga baridi la Urusi. Kauli za Aref zimekuwa kama moto unaoangaza giza la sintofahamu, kwani ametangaza kwa ulimwengu kwamba Asia haiko tena katika kivuli cha mataifa makubwa, bali inasimama kwa umoja na lengo. SCO chini ya sauti kama ya Aref inajenga zama mpya ambapo amani sio ndoto, bali ni mradi unaotekelezwa kwa mkono mmoja na mataifa yanayounganishwa na historia ya kale na matumaini ya kesho.